Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa kutupa tena nafasi nyingine kwa ajili ya utukufu wake. Neema ya Mungu imetukusanyisha tena, na kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumekusanyika. Ibada tulio nayo ni ibada ya kumaliza wiki kwa jina la Yesu Kristo, tukimshukuru Mungu. Amen. Na kuanza wiki nyingine tena kwa jina la Yesu Kristo, tukimtanguliza Mungu, tukiwa na ufahamu kabisa katika Roho Mtakatifu wa Mungu ya kwamba hapa tulipofika hatujafika kwa nguvu zetu wala si kwa uweza wetu. Kwa hiyo utukufu na heshima na shukrani zote tunamrudishia yeye, na tukiwa na ufahamu kabisa ya kwamba hatuwezi kupiga hata hatua moja bila msaada wake. Kwa hiyo tunahitaji msaada wa Mungu, na kukaribisha sana katika ibada hii. Ninayesema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way. Roho Mtakatifu wa Mungu amenisimamisha kama chombo chake katika nafasi hii. Imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake ambalo latosha kukuokoa. Amen. Usiweke kwa mwanadamu. Mwanadamu hana mbingu, yuko Mungu aliyekufia msalabani. Hapo weka imani yako yote na kwenye neno lake ambalo analituma kwako sasa lipate kukuokoa. Nitakwenda kufungua ibada hii na tutajifunza somo kwa ujumbe ambao Roho Mtakatifu ameuachilia katikati yetu, na somo hili nasema ya kwamba upendo wa Mungu ulio ndani ya Yesu Kristo ni upendo mkubwa sana na imara sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ni upendo ambao wewe mwanadamu ukimaanisha kuupokea kweli, hakuna kitakachoweza kukutenga nao. Hakuna upendo mkuu kama huu. Nitafungua ibada hii kwa maombi. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Asante kwa kutupa tena nafasi kwa ajili ya utukufu wako. Baba, hatuchoki kuja mbele zako, kwa kuwa uweponi mwako ni kuzuri Baba. Kwa kuwa uweponi mwako kuna utukufu wako Bwana. Kwa kuwa Bwana umesema tuje kwako tukikutwika wewe fadhaa zetu zote, tukikutwika wewe mizigo yetu yote. Tuipeleke wapi Baba kama sio kwako? Ninakushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Tumekusanyika tena, jina lako likatukuzwe kupitia ibada hii Bwana. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante kwa ajili ya kila kondoo wa Bwana ambaye tumekusanyikana naye sana wakati kama huu. Ni watoto wako, ni wateule wako Bwana, umewapenda upeo. Baba, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii Bwana. Nimesimama katika nafasi ya utumishi wako Bwana, mtumwa wako Baba, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, na kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunaianza ibada hii kwa utukufu wako. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kutuatamia, ukalithibitishe neno lako ambalo umeliweka ndani yangu kwa ajili ya utukufu wako. Thibitisha neno lako kwenye maisha ya watoto wako Bwana. Thibitisha neno lako kwenye maisha yetu, kwenye mioyo yetu Baba. Kwa jina la Yesu Kristo, nikiichota damu ya Yesu ya agano jipya, ninamwaga damu ya Yesu katika kila ardhi, kila kabila na lugha na jamaa na taifa, kwenye maanga yote, kwenye nchi, kwenye ardhi, na mwaga damu ya Yesu na vilindi vyake. Katika jina la Yesu ninaimwagia ibada hii damu yako takatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, kwa damu ya Yesu ninaingia kwenye kiti chako cha rehema na neema. Naingia nikiwa nimewabeba watoto wako wa Bwana, wa kike na wa kiume, pande zote. Msamaha wa damu yako Baba ndio ninaomba sasa Baba. Na kusi Baba, uturehemu tulipokosa, iwe ni kwa kujua au kwa kutokujua. Tulipokuhuzunisha Baba, tunaomba msamaha wa damu yako takatifu. Damu yako Yesu ipate kutusafisha kabisa na kuzidi kutuhesabia haki mbele zako. Kwa kuwa Bwana, mwanadamu anahesabiwa haki kwa damu yako tu. Damu yako ya agano jipya, damu isiyokuwa na hatia, ni damu ya Yesu yenye kutusafisha sisi na kutupa ujasiri wa kupaingia patakatifu pa mbinguni. Baba, nakushukuru kwa neema iliyo kuu na upendo wako wa ajabu. Tuko mbele zako Baba. Finyanga mioyo yetu, Roho wa Bwana Yesu. Finyanga mioyo yetu kwa mikono ya damu ya Yesu, ikapate kupokea neno la Mungu kwa unyenyekevu kabisa, katika jina la Yesu, kwa heshima zote Baba. Roho Mtakatifu wa Bwana, tusaidie na neema yako Baba isitupungukie. Ninakushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwema,
kwa maana fadhili zako ni za milele. Na kila mahali ibada inapopita Bwana, inapita katika damu yako takatifu. Hakuna chochote kile cha giza kilichoinuka, kinachoinuka na kitakachojiinua, kitakachokuwa na mamlaka juu ya ibada hii, kwa kuwa imefunikwa kwa uwepo wa Mungu Baba aliye hai, na yale mapenzi yako Mungu uliyoyakusudia kupitia ibada hii Bwana, kupitia kinywa hichi, kupitia ibada hii Bwana. Mungu, mapenzi yako yakasimame, mapenzi yako Baba yakadhihirike, na Baba neno lako lilojaa uweza na nguvu likawaponye watoto wako, likawainue, likawape tumaini jipya ndani yako Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Neno lako Bwana likawatenge na giza, likawaondoe kwenye umauti na kuwaingiza kwenye uzima wako wa milele. Malaika wa Mungu mkawe pamoja na sisi. Ninawaalika katika ibada hii mkasikie pamoja nasi neno la uzima, na malaika watakatifu wa Bwana Yesu mkalihudumie kanisa la Bwana sawa sawa na neno la Mungu katika jina la Yesu. Na utukufu wote na heshima vikurudie wewe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, na shukrani zote ni kwako katika jina la Yesu. Amen. Na kila mmoja wetu aseme amen. Amen. Somo: upendo wa Mungu ulio ndani ya Yesu Kristo ni upendo mkubwa sana na ni imara sana. Nimeshindwa kutafuta neno la kusema badala ya imara. Yaani ni upendo ambao hata ukiupiga kwa jiwe, kwa kitu chochote ambacho ni kizito, ukaupiga huu upendo, hauwezi kuutenga, hauwezi kuupasua. Kwa hiyo upendo wa Mungu ulio ndani ya Yesu Kristo ni upendo, ni mkubwa ambao hakuna wa kufanana na ukubwa huo, na ni imara, yani ni mgumu. Yani ukisimama kwenye maisha yako, hata lije tufani gani, hata lije nini, hauwezi kubomoa huo upendo. Haleluya. Ni upendo ambao wewe mwanadamu ukimaanisha kuupokea kweli, hakuna kitakachoweza kukutenga nao. Na wote tuseme amen. Amen. Ndivyo ilivyo. Warumi 8 mstari wa 31. Warumi 8 mstari wa 31 mpaka mstari wa 39. Neno la Mungu linasema, mstari wa 31 na wa 32. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Hebu liangalia hili neno ulitafakari. Yaani neno la Mungu linatuambia, Roho Mtakatifu anatuambia, ikiwa Mungu Baba alikubali kumtoa mwanae Yesu Kristo kwa ajili yetu, Roho wa Mungu anatuuliza leo, hivi huyu Mungu atakosaje kutuzawadia sisi mambo yote pamoja naye? Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Hebu tuseme amen. Huyu Mungu atakosaje kutukirimia, kutuzawadia na mambo yote pamoja naye? Atakosaje kutuzawadia mambo yote pamoja naye? Unaona uzito wa hiyo sentence? Yaani tunazawadiwa zawadi, tunakirimiwa na Mungu pamoja na Mungu. Haleluya. Nakumbuka hapa tunaongelea Mungu aliye hai, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mungu mkuu. Sasa wewe kama mwanadamu umepewa nafasi hii ya kuzawadiwa, ya kukirimiwa na yeye mwenyewe Mungu mambo yote. Sema mambo yote. Atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja na yeye? Oh, haleluya. Tuendelea mstari wa 3. Ni nani atakaye washtaki wateule? Mstari wa 33, samahani. Warumi 8:33. Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakaye wahukumia adhabu?
Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuokoa. Haleluya! Sikiliza mtoto wa Mungu, na ingie akilini mwako. Nasikia furaha sana kuyasoma maandiko haya. Ingie akilini mwako, kama Mungu mwenyewe ndiye mwenye kutuhesabia haki sisi, sema sisi, na zaidi ya yote mwanaye Yesu Kristo amekufa na kufufuka kwa ajili yetu sisi, na huyu Yesu amekaa kwenye kiti cha enzi mkono wa kuume wa Mungu Baba, anatuombea sisi usiku na mchana. Basi masikio yako yafunguke. Ikiwa ni hivi, ni nani atakayeweza kusimama mbele za Mungu na kutushtaki sisi na kutuhukumia adhabu sisi? Na huyu mtu akasimama mbele za Mungu na kufanya mashtaka na kutuhukumia adhabu, alafu akashinda, ni nani? Hakuna, hayupo, kwa sababu neno la Mungu linasema Mungu ndiye mwenye kutuhesabia haki. Ni nani atakayeweza kutuhukumia adhabu? Hawawezi, kwa sababu Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya yote amefufuka katika wafu, yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba, tena ndiye anatuombea. Na hapa ndipo shetani anafeli. Haleluya! Akienda na mashtaka yake anafeli, akienda na hukumu zake anafeli. Anamkuta Yesu amekaa kuume kwa Mungu Baba mwenye enzi, akiwaombea, akituombea sisi tulioamua kumwamini, amen, tuliompenda na kuamua kumuishia yeye na kumwabudu. Anatuombea usiku na mchana. Amesimama pale na damu yake takatifu ya Agano Jipya inatuhesabia haki, si kwa matendo yetu, ni kwa neema yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hapa ndipo, wapendwa, vinywa vya watu, vinywa vyote vya kuzimu, vya roho zote za giza, maneno na mashauri yote ya maadui wote waliosimama kwa ajili yetu sisi, kutunenea sisi wateule wa Mungu, tuliopendwa na Mungu, hivi vinywa na mashauri yao vinafumbwa kabisa, kwa sababu Mungu ndiye mwenye kutuhesabia haki. Haleluya! Kristo Yesu ndiye amekufa na kufufuka, yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba, anatuombea sisi usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndipo maneno yanakoma, mashauri yanakoma, vikao vyote vinakoma, kwa sababu neno la Mungu linaniambia hata wafalme Mungu atawakemea kwa ajili yetu sisi. Neno la Mungu linasema hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao. Sijui unauona upendo wa Mungu? Sijui unautafakari pamoja na mimi? Sijui unajivunia huyu Mungu? Sijui unajivunia huyu Yesu ambaye alimwaga damu yake imetuheshimisha sisi? Haleluya! Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Hapa ndipo Isaya 8 mstari wa 10 inasimama. Huwezi kusimama na Isaya 8 mstari wa 10 kama hujajua haki yako ambacho Yesu amekufanyia msalabani. Neno la Mungu linasema, fanyeni shauri pamoja, nalo litabatilika. Semeni neno, lakini halitasimama. Kwa maana, tuseme wote, kwa maana Bwana Mungu yuko pamoja na sisi. Haleluya! Yuko pamoja na sisi. Mungu anakuwaje pamoja na wanadamu, wapendwa? Immanueli. Haleluya! Yesu Kristo ndiye Immanueli, Mungu pamoja na wanadamu, Mungu pamoja na sisi ambao tumeamua kufungua mioyo yetu kumwamini na kumpenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye Mungu, ayuko pamoja na sisi.
Yesu Kristo ndiye Mungu, yuko pamoja na sisi kwa Roho wake Mtakatifu. Haleluya. Hapa ndipo ile Isaya pia 54 mstari wa 17 unasema, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa umekosa. Kwa sababu gani? Iko damu ya Yesu imesimama kwenye madhabahu ya Mungu ikikunenea mema. Sisi tunachotakiwa ni hatua tu ya kuchukua, kuamini kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, alikufa na kufufuka kwa ajili yetu sisi. Amen. Tuendelee na neno letu la Warumi 8:35. Ni nani atakaye kututenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida au ni adha au ni njaa au ni uchi au ni hatari au ni upanga? Ni nani au ni nini kitakacho kutenga na upendo wa Kristo? Na kama ilivyoandikwa, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini haleluya, katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda sisi, ambaye ni Yesu. Na ndiyo maana hakuna wa kututenga na upendo wa Kristo, iwe ni dhiki, iwe ni shida, iwe ni adha, iwe ni njaa, iwe ni uchi, iwe ni hatari, iwe ni upanga, iwe ni kuishi, iwe ni kufa. Upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu uko pale pale. Katika mambo haya yote, katika dhiki zote, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Katika uchi, katika adha, katika shida, katika njaa, katika hatari, katika upanga, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa ufupi, neno hili lina maana, iwe ni shida yoyote, liwe ni pito lolote lenye kitisho, iwe ni kifo, bado upendo wa Bwana Yesu kwetu uko pale pale. Ninaongea na wewe ambaye unapita, inawezekana unapita sasa kwenye kipindi, unapita kwenye mtihani wako. Amen. Kwenye kipindi ambacho unakiona wewe kwa macho ya kibinadamu ni kigumu, lakini kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Bado upendo wa Yesu uko pale pale maishani mwako. Simama hapo. Ni kipindi kifupi tu unavuka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Upendo huu ni upendo ulio imara sana sana. Na katika hayo yote, upendo huu unatupa kushinda na zaidi ya kushinda. Na wote tuseme amen. Amen. Mstari wa 38 na wa 39 katika ile Warumi 8, neno la Mungu linaendelea kusema, kwa maana nimekwisha kujua hakika, yani hakika imethibitika, ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yalio juu wala yalio chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Maneno haya sijatunga, maneno haya ni Warumi 8 mstari wa 38 mpaka wa 39. Na utafakari haya, mtoto wa Mungu, upate nguvu ya kusonga mbele, kuendelea kumshikilia Yesu, kuendelea kushika na kutembea kwenye neno la Mungu. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba katika dunia hii, iwe ni juu mbinguni, iwe ni chini duniani, iwe ni kuzimu, hakuna cha kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika, si unaona uzito, hata malaika hawawezi kutenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu, wala wenye mamlaka yaliopo wala wenye mamlaka yatakayokuja, yatakayokuwapo, wala wenye uwezo
wala wenye uwezo walio juu na walio chini, wala kiumbe kingine chochote, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kukutenga, hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Wapendwa, hili ni jambo la ajabu sana. Yaani niliposoma nimetafakari sana. Hakuna kiumbe kingine chochote, hata malaika. Hebu pata picha, achana na wanadamu, labda wanadamu tumeshawazoea. Malaika wenyewe, neno la Mungu linasema hawawezi kututenga sisi na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Iwe uzima, iwe mauti, haviwezi kututenga sisi na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Embu wewe uliyekubali kumpokea Bwana Yesu na kumwamini na kumuishia, embu rudia kusoma hili neno. Lisome karibia kila siku. Likuinue, likupe ujasiri. Uanze sasa kutembea kwa kujiamini. Utembee kwa ushindi ndani ya pendo hili kuu kuanzia hapa duniani. Amen. Na usikubali kitu chochote kikuondoe kwenye upendo huu. Huu ni upendo wa ajabu sana sana sana. Mungu akubariki sana kwa kunisikia, kwa kulisikiliza neno la Mungu. Nitamaliza na Yohana 3 mstari wa 16 ule mstari wa 18. Neno la Mungu mstari wa 16 na wa 18. Neno la Mungu linatuambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na ule mstari wa 18 unasema, amwaminie yeye hahukumiwi. Amwaminie Yesu hahukumiwi. Asiyemwamini Yesu amekwisha hukumiwa. Na neno la Mungu linatuambia, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu hakupenda kigrupu fulani. Mungu hakupenda dhehebu fulani. Mungu hakupenda watu wanaojiita wa Kristo au watu wanaojiita sijui wa Buddhism au si watu wanaojiita wa nini. Mungu ameupenda ulimwengu wote. Na kwa sababu ameupenda ulimwengu, amemtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu, hebu wote tuseme kila mtu. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi ya kuupokea upendo huu. Kila mtu ana nafasi, ili kila mtu amwaminie huyu mwanae wa pekee asipotee, bali awe na uzima wa milele. Una nafasi. Unayenisikiliza, una nafasi. Upendo huu nimekwambia ni wa ajabu sana. Upendo ambao hata malaika wa mbinguni hawawezi kukutenga nao. Upendo ambao hakuna kiumbe chochote kinachoweza kukutenga nao. Ni lazima uamini. Wewe unachotakiwa ni kuamini, kwa sababu mwanae amekwisha mtoa. Amekwisha kupenda. Mungu amekupenda na kumtoa mwanae, ili akila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na neno la Mungu linasema, amwaminie Yesu hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha hukumiwa. Haleluya. Na hili ndilo neno la Mungu. Mungu akubariki kwa kusikia. Kwa wewe ambaye bado hujamwamini huyu Yesu, weka mkono wako kwenye moyo wako na uwe tayari kumpokea sasa. Anasema anabisha, yoyote anayemfungulia, yoyote ataingia na kufanya makao ndani yake. Na anasema alikuja kwa ajili ya wale wanaomhitaji, kwa ajili ya waliopotea. Anasema sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi, ili wapate kutubu, waingie kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Kwa wewe ambaye unaona unamhitaji, amekuja kukuita. Shika mkono wako, moyo wako uko upande wa kushoto kwenye kifua chako, kwenye ziwa lako. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Nimesikia habari za upendo wako. Upendo wa Mungu ulio mkuu kabisa. Asante kwa kunipenda na kuja kwenye maisha yangu kunikumbusha ya kwamba unanipenda. Bwana Yesu, ninakuamini kuwa wewe ndiwe Kristo,
mwana wa Mungu uliye hai. Na Mungu Baba alikufufua katika wafu. Leo hii Bwana Yesu, ninaukimbilia msalaba wako. Ninaomba unisamehe, maana mimi ni mwenye dhambi. Nimekosa mbele zako kwa kujua na kwa kutokujua. Na kuomba unisafishe kwa damu yako takatifu ya Agano Jipya. Bwana Yesu, nimekubali ya kuwa wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Bwana wangu na Mwokozi wangu na Mungu wangu. Bwana Yesu, ninakuomba kwa damu yako takatifu ya Agano Jipya, yafute majina yangu kwenye kitabu cha hukumu. Yaandike majina yangu kwa damu yako, kwa karamu ya damu yako takatifu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, nakupenda. Bwana Yesu, nakupenda. Bwana Yesu, nakupenda. Na ikiwa nilikukana mahali popote, ninarudi kwako kama vile mtumishi wako Petro alivyorudi, nikisema ninakupenda. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Ninakuomba unibatize sasa kwa Roho wako Mtakatifu, na unijaze Roho wako Mtakatifu. Katika jina la Yesu ninakupokea Roho Mtakatifu wa Mungu. Katika jina la Yesu ninakupokea Roho Mtakatifu wa Mungu. Ninapokea ujazo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Nitakwenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako na kuomba kwa ajili ya ibada ya wiki, kukabidhi wiki yetu katika mikono ya Mungu. Baba, nasema asante kwa ajili ya watoto wako waliosema ndio kwako. Ahadi yako iko pale pale na neno lako ni amina na kweli. Kila anayekuja kwako hutomtupa nje kamwe, wala hutoacha adui amnyang'anye kwenye mikono yako. Nami Baba, naichota damu yako takatifu, ninazidi kuwafunika kwa damu yako takatifu watoto wako wa Bwana. Ni mbegu yako Bwana, endelea kuipanda katika udongo ulio mzuri, ikakuzalie sana Bwana Yesu, kwa ajili ya utukufu wako. Ni watumishi wako, ni wateule wako Bwana. Endelea kulifufua kusudi lako ndani yao Baba, na ukalisimamishe wewe kwa mkono wako wenye nguvu na uweza. Baba, nakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Asante Baba kwa ajili ya ibada hii. Baba, tunamaliza wiki kwa jina kula Bwana wetu Yesu Kristo. Tumejua kuwa kabisa hatukufika hapa kwa uweza wetu wala kwa nguvu zetu, bali ni kwa uweza na nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Asante Roho wa Mungu kwa kutuongoza, kutushauri, macho yako akitutazama. Asante Roho Mtakatifu kwa ulinzi wako ulio mkuu. Asante Baba yetu wa mbinguni, umetupigania vita vyote vya siri na vya wazi. Tumeuona mkono wako Baba, tumeona ukutupungukia kwa lolote. Umetulisha, umetuvisha, umetunywesha. Baba, tunasema asante. Umefunga makano ya simba. Baba, tunasema asante. Umeuzima moto ambao walikuwa wametutayarishia. Baba, tunasema asante kwa maana mashimo waliotutegeshea umewafanya watumbukie wenyewe. Baba, nasema asante pindi sisi tunapopita salama. Baba, nakushukuru, umetutetea. Vita vyote umepigana we Bwana. Tuseme nini juu ya haya? Mungu uko upande wetu. Hakuna chochote ambacho kitakachokuwa juu yetu wala kimekuwa juu yetu, kwa kuwa Mungu uko upande wetu. Baba, tunasema asante. Asante Baba kwa kuwa umetufundisha hakuna chochote cha kututenga na upendo wako Mungu Baba ulio katika Kristo Yesu. Baba, tunasema asante kwa kutukirimia upendo huu Bwana. Nasi Baba tumeupokea upendo huu Baba kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Endelea kutubana madhabahuni mwako usiku na mchana. Tukuishie wewe Bwana, tukuzalie matunda na ufalme wako Baba uzidi kudhihirika na kuonekana kwenye kila eneo la maisha yetu. Asante Baba kwa ajili ya watoto wako wa Bwana. Ninawafunika kwa damu yako takatifu. Baba, endelea kuwalinda na kuwatetea. Endelea kuwapigania, mkono wako usiwapungukie. Neema yako Bwana na kibali chako juu yao. Ni wiki nyingine tena hii Baba tunaianza kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Nikiichota damu ya Yesu na kunyunyiza na kumwaga juu ya Jumatatu yetu, Jumanne yetu, Jumatano, Alhamisi yetu, Ijumaa yetu, Jumamosi hata Jumapili yetu. Ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo Mwokozi juu ya siku zote 7 kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na tunapotembea tunatembea kwa mamlaka kuu ya damu ya Yesu. Tunakanyaga kila tunapoingia na kutoka. Baba, kibali chako Bwana
kisipunguke juu yetu, juu ya wateule wako wa Bwana. Baba, mlinde mama huyu, mlinde baba huyu, mlinde kijana huyu, mlinde, walinde watoto hao, familia zao Baba, mikononi mwako zipate kuangukia, kwa maana ni watoto wako, ni mali yako Yesu. Baba, nakushukuru kwa kuwa umetenda kuliko hata niliyoomba na neno ya waza umefanya, kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu, jina lako ni mwaminifu. Baba, nasema asante, na wafunika kwa damu ya Yesu. Hakutakuwa na mapooza kwa jina la Yesu. Hakutakuwa na kukata tamaa kwa jina la Yesu. Wote watakuangalia wewe uliowaokoa Yesu, katika jina la Yesu. Wote wataliangalia neno lako na kuliishia kwa utukufu wa jina lako Bwana, katika jina la Yesu. Wote watakumbuka ahadi zako kutoka mwanzo mpaka Ufunuo, ambazo ni amina na kweli. Mungu uliyesema utawalisha, utawavisha, utawanywesha, hutawapungukia kwa lolote lile, na zaidi ya yote umewaalika kila aliye na mzigo aulete kwako Bwana. Baba, wote utawakumbusha ahadi zako, kwa maana wewe ndiwe Mungu. Ni nani kama wewe Baba? Katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu ninawatenga na dhambi zote za mawazo, maneno, matendo na tamaa za dunia hii, na kiburi cha uzima, na midomo michafu na mawazo mabaya yote ninayaangusha kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu, nikiamuru kila fikra zipate kumtii Kristo. Baba, nasema asante, ukalinde uzao wao, ukakutane na mahitaji yao, kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu. Hata sasa umefanya Baba, jina lako litukuzwe. Ninaifunika ibada hii kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na wote tuseme amen. Amen. Ninafunga roho za visasi, hazitokuwa na mamlaka juu yetu kamwe, kwa jina la Yesu. Kisasi ni juu yako Bwana Mungu wa majeshi. Baba, umesema utatupigania, na sisi tunanyamaza kimya, nasi tunasema asante. Tunazidi kujificha kwenye ubavu wako Bwana Yesu, uliotoka maji na damu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana, na Mungu akupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 71829 3144, na namba nyingine ni +255 769145925. Katika jina la Yesu, damu Yesu ikufunike, songa mbele. Amen.